Mwaka wa 2021, jinai ya kutisha ilitikisa nchi. Mauaji ya Catherine Nyokabi, msichana wa miaka 25, aliyetumikia kama mhudumu katika hoteli moja eneo la Jule, Kahawa Wendani. Kifungua mimba katika familia ya watoto 4. Zaidi ya yote, alikuwa mama wa mtoto wa miaka 6, matumaini yote yakiegemea kwenye maisha ya baadaye. Lakini mnamo tarehe 13 Aprili mwaka wa 2021, ndoto hizo zilikatizwa kikatili zaidi. Catherine alikumbwa na mauti mikononi mwa mchumba wake Evans Karani. Mpenzi huyu alimgeuza kutoka mpenzi hadi adui wa roho yake, na mwishowe akamwangamiza kwa ukatili wa kutisha. Swali kuu likaibuka: vipi wawili hawa waliopendana, waliokuwa na ndoto za maisha ya pamoja, walimalizia safari yao kwa damu na umauti? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shabani Yusuf. Kwa miongoni mwa maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe, like, share na comment kwenye kazi zetu. Aidha, kuwa makini. Catherine na Evans walikutana kwa njia ya kawaida katika enzi hizo za kidijitali. Mwaka wa 2019, kupitia mtandao wa Facebook, mazungumzo yao ya mitandaoni yakachipua na kugeuka urafiki wa karibu. Muda si mrefu wakawa wachumba, lakini chini ya pazia la mapenzi kulikuwepo na ukweli mchungu usiofichika. Evans hakuwa mwanamume huru kama alivyodai. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 38, mke na watoto 5 nyumbani kwake. Alijulikana kama mfanyabiashara, akimiliki shughuli za usafirishaji na biashara ya mchanga huko Ndaruko, sehemu za Juja. Kwa wakati huo alifanikiwa kumshawishi Catherine kuacha kazi yake kwa ahadi ya kumtunza kimaisha. Na kweli alianza kugharamia kila kitu: kodi ya nyumba eneo la Hunter Kasarani, ada ya shule ya mtoto wake na hata mahitaji ya kila siku. Mitandao ya kijamii ikawa uwanja wao wa kuonyesha mapenzi. Walipiga picha wakiwa kwenye matembezi, wakapambaza maisha yao kama hadithi ya mapenzi ya kufana. Hata majirani walishuhudia Evans akizuru mara kwa mara nyumbani kwa Catherine, akikaa na yeye na mtoto wake. Hatua ya Catherine kubadili jina lake mtandaoni kwa Catherine Karani Gitonga ilikuwa ishara kwamba alimchukulia kama mume wa maisha yake. Hata hivyo, pazia lilianza kupasuka. Familia ya Catherine iligundua ukweli wa ndoa ya Evans. Wakati huo huo, biashara za Evans zikaanza kudorora. Rafiki wa Catherine baadaye alikiri kuwa msichana huyo alimweleza wazi kwamba hali ya kifedha ya mchumba wake ilikuwa inazidi kumweka mashakani, na akawa anafikiria kurejea kazini hotelini. Lakini Evans hakutaka kumsikia. Mambo yakawa mabaya zaidi wakati Catherine alipokuwa karibu na mwanaume mwingine. Mwishoni mwa mwaka wa 2021, alipakia picha kwenye WhatsApp akiwa na kijana huyo, wakionekana wakiwa wameshikana kimahaba. Evans alipoliona hilo, alilipuka kwa wivu na hasira. Alimtaka Catherine aifute picha hiyo mara moja, akidai imemuumiza moyo, lakini Catherine alikataa. Hatua hiyo ikawa mwanzo wa kuvunjika kwa uhusiano wao kabisa. Siku chache baadaye, Aprili tarehe 13 mwaka wa 2021, Evans alimwomba Catherine wakutane ili kusuluhisha tofauti zao. Jioni hiyo, Catherine alipanda matatu kuelekea Kahawa Wendani. Mashahidi walisema nia yake ilikuwa kurudi nyumbani kabla ya saa 2 usiku. Walipokutana, Catherine alimwomba Evans ampeleke salon kusongwa nywele kabla ya kuzungumza masuala yao. Evans alikubali na kulipia gharama zote kama kawaida, lakini nyuma ya ukarimu huo kulikuwa na mpango mzito.
Maafisa wa jinai waliamini kwamba usiku huo wawili hao walizunguka mitaa ya Kahawa Wendani wakinywa pombe na kujiburudisha. Kisha Evans akapendekeza waende Kirinyaga nyumbani kwake ili wazungumzie mambo yao kwa utulivu mbali na makelele ya Nairobi. Catherine alikubali. Wakaingia kwenye safari ya giza wakisikiliza mziki na kunywa vileo ndani ya gari. Walipofika karibu na Mang'u High School, Evans akageuza njia, akachukua barabara mbovu yenye mashimo kuelekea eneo la Bob Harris. Gari lilikwama matopeni. Wakati huo Catherine alikuwa amelewa vibaya. Ni pale ambapo jinai ilianza kutendeka. Kulingana na uchunguzi wa polisi, Evans alimshambulia Catherine, alimnyonga kwa mkanda, kisha akamalizia kwa kamba. Ukatili haukuishia hapo. Alimtoboa kwa kisu, alimshambulia kwa screwdriver na hata kung'oa nywele zake kichwani. Mwishowe akauvuta mwili wake umbali wa mita 50 kutoka garini na kuutupa kichakani, akijaribu kuficha ushahidi wa unyama wake. Baada ya kumshambulia Catherine kwa ukatili wa kinyama, Evans Karani alijaribu kuondoa gari lake lililokwama matopeni. Alijitahidi kwa kadri ya uwezo wake, lakini juhudi zake hazikufanikiwa. Mwisho wa siku akaacha gari pale pale na kukimbilia kujinusuru. Siku iliyofuata, Jumatano ya tarehe 14 Aprili mwaka 2021, polisi walipokea simu ya dharura. Wakaarifiwa kwamba mwili wa mwanamke ulikuwa umepatikana karibu na Tola Estate, Juja Constituency, kaunti ya Thika. Kando yake palipatikana gari aina ya Nissan lililokwama matopeni. Maafisa wa upelelezi walifika eneo la tukio na kushuhudia hali ya kutisha. Catherine Nyokabi alikuwa ameuawa kikatili, mwili wake ukiwa na majeraha ya kisu, nywele ziking'ofolewa kichwani na meno yakitolewa. Kando yake palipatikana kisu na screwdriver, silaha zilizotumika kutekeleza unyama huo. Ndani ya gari kulikuwa na chupa za pombe, chupa 2 za maji na alama za damu kwenye mlango na gurudumu. Simu za Catherine na Evans zilikuwa zimevunjwa kimakusudi. Polisi walihitaji kubaini mmiliki wa gari hilo. Walitafuta taarifa zake kupitia mfumo wa NTSA, lakini kumbukumbu za gari hilo hazikuonyesha jina sahihi la mmiliki. Wakati uchunguzi ukiwa umepoteza dira, wanaume wawili walifika kituo cha polisi cha Juja wakiwa wameona picha za gari zikisambaa mitandaoni na habari za mauaji zikigonga vichwa vya habari. Waliwaarifu maafisa kwamba gari hilo lilimilikiwa na Evans Karani na mwanamke aliyeuawa alikuwa mchumba wake. Kwa kutumia rekodi za mawasiliano ya simu, maafisa walifuatilia namba za mwisho zilizopigwa na Evans kabla hajazima simu yake. Teknolojia ikawaongoza hadi Githurai, sehemu za Kimbo, ambapo walimpata akiwa amejificha nyumbani kwa rafiki yake. Mara moja alitiwa mbaroni na kupelekwa kituo cha polisi cha Juja kwa mahojiano. Kituoni, Evans alikiri makosa yake bila kusita. Polisi walimpa nafasi ya kuchagua mtu wa kumwakilisha kabla ya kutoa maelezo yake rasmi, iwe ni wakili wake, mwanafamilia au rafiki wa karibu. Kwa mshangao wa wote, alitaka mke wake aletwe. Mke wake alipofika, Evans alitoa maelezo ya kutisha. Alikiri kwamba alimuua Catherine Nyokabi ambaye alikuwa na uhusiano naye wa kimapenzi kwa miaka 2. Mkewe akiwa ameduaa aliwashangaza maafisa aliposema anajua mume wake hawezi hata kudhuru nzi. Evans pia alikiri kwamba
alishawishi kujaribu kujiua kwa sababu ya kujisuta baada ya kitendo hicho. Alipohojiwa ni kwa nini alimuua Catherine, alisema kwamba alikuwa akimpenda sana kiasi cha kushindwa kuvumilia kumuona na mwanamume mwingine. Kwa maneno yake, Catherine alikuwa kama Mungu wa pili kwake. Mnamo Jumanne tarehe 19 Aprili mwaka 2021, uchunguzi wa maiti ulifanywa kwa kuthibitisha kwamba chanzo cha kifo cha Catherine kilikuwa kunyongwa. Siku hiyo hiyo, Evans alifikishwa mahakamani kwa njia ya mtandao wa kidijitali kupitia Zoom kwa sababu ya masharti ya COVID-19 yaliyokuwa bado yakitekelezwa. Akiwa rumande Juja Police Station, Evans alimshangaza hakimu Oscar Wanyanga wa mahakama ya Thika alipomwomba ahukumiwe mara moja ili aanze kutumikia kifungo chake, ishara kwamba hakujutia kitendo chake. Kesho yake, Jumatano ya tarehe 20 Aprili mwaka wa 2021, mwili wa Catherine Nyokabi Njogu ulizikwa nyumbani kwa wazazi wake kijijini Gathei, kaunti ya Nyeri. Mazishi yake yalihudhuriwa na mamia ya watu waliogubikwa na simanzi. Dada yake mdogo alimkumbuka kwa maneno haya, kwa kunukuu, "It is hard to believe. It is hard to accept that you are gone, dear sister. Stories and enjoyment were many in our lifetime with you. You really supported us in all ways." Mwisho wa nukuu. Familia mzima ilionyesha uchungu mkubwa wakimkumbuka Catherine kama msichana mkarimu na mwenye manufaa kwa kila mmoja wao. Mnamo Julai tarehe 21 mwaka wa 2021, Evans aliomba mahakama imwachilie kwa dhamana, lakini mahakama ikakataa, ikisema kuwa alikuwa tishio kwa familia ya Catherine ambao walikuwa mashahidi wakuu kwenye kesi hiyo. Hivyo basi akaendelea kubaki rumande katika gereza la Nairobi akisubiria hukumu ya mwisho. Mwisho wa siku, Evans alihukumiwa. Na hata hivyo, licha ya yote yaliyojiri na uchunguzi wote uliofanyika, kesi hii iliacha kumbukumbu nzito kwamba manyanyaso ya kijinsia na mauaji ya mapenzi bado ni tatizo kubwa nchini Kenya, na ni mwito wa jamii kutafakari kwa kina umuhimu wa mawasiliano, heshima na uwajibikaji katika mahusiano. Ni lazima tuchukue hatua kuhakikisha kuwa mapenzi hayageuki tena kuwa kaburi. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf.